vipawa vya rohoni. Kama wewe umekuja kuongoza wengine kwa kupitia utofauti wako hapa duniani, unapoingia duniani hapa, vita vya kwanza vitakuwa ni vita vya wewe mwenyewe. Utapata wewe kujithamini, kujikubali, kujisikiza inakuwa ni ngumu. Utakuwa most of the time ni people pleasing tendencies, unafanya vitu kwa watu lakini ndani mwako kupata muda wako inakuwa ni ngumu, kwa sababu you are here to lead people. Vita vya kwanza huwa vinaanza kwako ndani, because you are a leader. The moment unaanza kuachilia na kujifanyia kazi na kuanza kujisikiza, kujithamini, hapo ndio vitu ambavyo viko ndani mwako vinachipuka, ideas, ubunifu, na unaanza kulead wenzako. Na kama wewe umekuja become of service to others, yani wewe umekuja kuserve wenzako, vita vyako vya kwanza huwa vinakutuma kufanya nini? Kujitanguliza wewe mwenyewe. Unapata unadhulumu watu, unatatiza watu, unahangaisha watu just to pick you. Wakati utaanza sasa kujifanyia kazi, kuangalia vile vitu wenye unafanya lazima ufanye kwa wengine pia, hapo ndio unapata sasa unaanza kualign. Ikiwa we ni mtu umekuja kuongoza watu, jua lazima vita vya kwanza vitakuwa ni kujichukia wewe mwenyewe. Hutawahi penda creativity yako, hutafeel kuridhika, hutafeel kuacknowledgewa. Kuna vitu viwili tu. Either you become the master or the servant. Ikiwa wewe umekuja kuwa master, jua vita vitakuwa ni vyako ndani. Kwa sababu unakuja kuongoza watu in the spiritual realm, unaelekeza watu katika utofauti wako. Lakini kama umekuja become the servant, yani the being of service to others, utapata wewe ni mtu ambaye unaanza kwa kudhulumu watu, kutatiza watu, kuhangaisha watu, unajichagua kwanza kabla ya kitu kingine. Na katika njia hiyo utakuwa unapata unatatiza wengine. So wakati utaanza kualign, wakati utaanza kufanya kenye unafanya, ndio pia unaweza kufanyia wenzako. Ndio unapata unaanza kualign. Just like an Aries and a Libra. Aries anajitanguliza kwanza ndio afanye nini? Atangulize wengine. Libra anatanguliza wengine kwanza ndio afanye nini? Ndio ajitangulize. Na unapata ndani anahukumika Libra. Aries naye unapata akishajitanguliza akininio wengine anadhulumu. So mpaka wafundishwe kubalance. That's why Aries na Libra they are compatible. Wakiingiana wanakuwa soulmate wa kufundishana mambo. Jaribu kujielewa. Wewe umekuja kuwa master ama umekuja kuwa servant? Umekuja kuwa follower ama umekuja kuwa the leader of the pack? Jaribu kujielewa yako ni gani na ujifunze kujifanyia kazi. Because vitu viko viwili tu katika maisha: kujikosea na kukosea wenzako, kujitanguliza na kutanguliza wenzako. Jua hizi vitu viwili zote ziko katika chart yote, vitu 12 hivyo vimebeba hiyo. Aries ni wa kujitanguliza, Libra ni wa kutanguliza wengine, Taurus ni wa kujitanguliza, Scorpio ni wa kutanguliza wengine, Gemini ni wa kujitanguliza, Sagittarius ni wa kutanguliza wengine, Cancer ni wa kujitanguliza, Capricorn ni wa kutanguliza wengine. Yani the inside and the outside. Leo kujitanguliza, Aquarius kutanguliza wengine, Virgo kujitanguliza, Pisces kutanguliza wengine. Je, wewe ni wa wapi?